Leo nataka nimzungumzie mtu mmoja maarufu sana hapa nchini, anaitwa Chief Kiumbe. Naomba nimsikilize kwa makini. Ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimsaidia na akamjalia akawa na maisha mazuri sana na akawa na uwezo mkubwa sana. Katika uwezo aliompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliweza kuwasaidia watu wengi sana. Amesaidia wasanii wengi sana, akiwemo huyo Dynamo, akiwemo Matonya huyu aliyekuwa jela huyu. Matonya angekuwa na maisha mazuri sana, ila pombe ndio zilimharibia, kwa sababu chifu hapendi mtu anywe pombe. Chifu alikuwa anamwambia Matonya, acha kunywa pombe. Tulieni Matonya mpaka alijengewa nyumba Tanga. Umeona? Haya. Akiwemo TID, wakiwemo wakina Kiuchira. Yaani Chief Kiumbe ni mtu ambaye alisaidia wasanii wengi mno. Tukiachana na wasanii wa bongo flava au wasanii wa bongo dansi, wakimwa Kinali Choki, Twanga Pepete, FM Academia, kasaidia sana. Kapoteza mamilioni ya pesa kuwasaidia wasanii. Hakuna hata aliyesema asante. Chifu akaona, lakini wakati huo chifu anasaidia wasanii, ana watoto, lakini pia Chief Kiumbe aliweza kuwekeza kwa watoto wake. Alisomesha watoto wake. Chifu Mungu alimsaidia, alipata watoto wengi, ana watoto mashallah, na watoto. Katika baadhi ya watoto ambao unawafahamu, yupo Ali B, yupo Aliesi, yupo Rajabu, kuna mmoja wa kike alienda kusomea mambo ya unesi huko India. Sasa tizama alivyowekeza kwa watoto wake. Watoto wake walisoma. Tukianza na Rajabu. Rajabu alisoma akamaliza Dar es Salaam, alisoma shule moja hivi international, kisha maliza akapelekwa Nairobi, Kenya. Alipoletwa Nairobi, Rajabu alikuwa anapenda mambo ya magari. Chifu akasema unapenda magari, akampeleka garage. Akaenda kusomea mambo ya magari ya Kijerumani. Kasomea Nairobi, alipomaliza akapelekwa Ujerumani. Rajabu kaenda Ujerumani kusomea mambo ya garage, mambo ya magari ya Kijerumani. Benzi, BMW, si magari yote ya Kijerumani Rajabu anatengeneza. Rajabu ndo alisababisha mimi nikanua nini? Nikanua Benzi. Kwa sababu yeye ndio ananiambia, huwa ananiita father kwa sababu anajua mimi ni rafiki wa baba yake. Father, Benzi gari nzuri sana bwana, nunua. Nikanua hiyo gari. Tukiachana na Rajabu ambaye sasa hivi ni fundi wa magari. Yeye yuko Mbezi Beach huko. Karibu na shule kwa Mwalimu Nyerere, sijui shule ya Mwalimu Nyerere ndio anatengenezea magari yake huko. Ukiuliza tu fundi Rajabu wa magari ya mabenzi, utampata ni mtoto wa Chief Kiumbe. Tunakuja kwa Ali B. Ali B alisomea mambo ya cyber security. Ni cyber security ama cyber nini? Wanajua wenyewe mambo ya mitandao. Anajua IT yule mtoto. Tanzania sije kuona. Wallahi, yule mtoto amesomea mambo ya IT. Alivyokuwa anapenda mambo ya IT, chifu akasema nakupeleka Canada, akampeleka Canada. Mtoto kakaa huko miaka anasoma IT huko. Alivyokuwa Canada na Marekani ni karibu sana. Sasa kuna vijana walikuwa wa Kimarekani walikuwa wakikaa Canada, wakisoma Canada pia na Alibi. Wakati wa likizo Alibi anatoka Canada na anaenda zake Marekani. Anachukua maujuzi huko. Hivyo mtoto wa Chief Kiumbe bwana, mambo ya cyber security, mambo ya IT sijawahi kuona Tanzania. Sijawahi kuona Tanzania. Kuna huyo mwingine anaitwa Ali S. Yaani amezaa watoto wawili wa kiume, mmoja anaitwa Ali B, mwingine Ali S. Huyo Ali S amesomea mambo ya nini? Sio ni economy, sio ni mambo ya nini? Mambo ya nafikiri economy. Mambo ya economy, mambo ya, lakini pia ni msomi huyo. Acha. Kuna mmoja wa kike huyo wa kike sasa ndio amesomea mambo ya unesi. Amesomea mambo ya unesi akapelekwa zake India. Kwa sababu maana chifu aliona kila anayeumwa anakimbia India. Kila anayeumwa anakimbilia India. Inaonekana India ni wataalamu sana wa mambo ya udaktari. Akampeleka binti yake. Binti yake ni daktari mkubwa sana aliyesomea huko India. Lakini sasa alipokuja Tanzania, naona mifumo ya utabibu Tanzania na India ni vitu tofauti. Tanzania. Tanzania
Huyu anaitwa Chief Kiumbe. Leo tumemzungumzia yeye na familia yake na aliyoyafanya katika jamii. Huyu ndo tajiri ambaye leo kwa siku ya leo nimemzungumzia, anaitwa Chief Kiumbe Mohamed Kiumbe. Ni mkurugenzi wa Tabata hoteli iliyopo Tabata. Ni asili yake ni mtu wa Musoma, lakini ana makazi yake makubwa Kenya, nchini Kenya, na biashara zake nyingi pia ziko Kenya na hapa Tanzania. Kama una tajiri yoyote ambaye unajua amesaidia wasanii wa hapa Tanzania, kama mimi hapa Ustaz Juma Msoma, Chief Kiumbe Mohamed Kiumbe, kuna tajiri yote unamfahamu amefanya mazuri kwa Watanzania, kwa vijana mbalimbali, ama wa Bongo Movie, kwa sababu hata Chief Kiumbe pia Bongo Movie pia amewekeza sana mpaka Bongo Movie kusimama hapo, lakini si mtu ambaye anapenda kujitangaza kwa mambo kama hayo. Kwa sababu leo nataka niwaambie kitu kingine ambacho watu wengi hawakifahamu. Hata Davido, msanii wa Kinigeria, ndiye msanii wa kwanza aliyefanya kolabo na msanii wa hapa nchini Tanzania, Dynamo. Bila Chief Kiumbe, Dynamo asingefanya kolabo na Davido. Huu ndio ukweli ambao umefichikamana. Ni ukweli ambao watu wengi hawaujui, lakini fahamuni hivyo kwamba kwa sababu kipindi kile ambacho Dynamo anafanya kolabo na Davido, Dynamo alikuwa hajajijenga kimaisha alikuwa bado, lakini mambo yote yaliyowezeshwa mpaka ni kukutanishwa na Davido, mpaka kila kitu ni Chief Kiumbe ndio amewezesha kufika hapo Dynamo kurekodi wimbo na Davido. Chief Kiumbe ni mtu ana msaada sana kwa taifa la Tanzania. Chief Kiumbe ni mtu ambaye kwa kweli amesaidia vijana wengi na wengi wanamhitajia mpaka leo. Pamoja kwamba wasanii walimkatisha tamaa, lakini bado anawekeza. Kwa sababu kuna wasanii wengi wanaenda kule hotelini kwake kule Tabata hoteli, wanafanya show, wanafanya kila weekend wanafanya show. Wasanii wengi sana waenda kwake na anawasaidia. Si kwa wasanii wanapoenda pale kwa chifu kufanya show pale Tabata hoteli, si kwamba wanafanya show tu wapate pesa zao, bado wanapata misaada mbalimbali. Yaani mtu ambaye katika taifa lazima kuwe kuna mtu ambaye ana roho ya kiutu na ya kiubinadamu ya kuwasaidia watu, halafu hachoki kusaidia. Leo unaweza kumwambia hiki, kesho akamwambia hiki, bado anafanya kesho kutoa hivi. Yaani mtu ambaye Mungu amempa na ana moyo wa kusaidia mpaka leo. Anaitwa Chief Kiumbe mwenye Tabata hoteli. Naitwa Ustaz Juma Msoma, unaangalia Ustaz Juma TV.